Amen. 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 Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa siku nyingine ambayo Bwana ameifanya. Tunamshangilia na kumsifu. Asante dada Kanana kwa maombi, asante moderator, asante watendakazi katika shamba la Mungu. Mungu awabariki. Na leo tena kwa neema na rehema ya Mungu tunaenda kuendelea na kitabu chetu cha Samueli wa kwanza. Tunakumbuka wiki iliyopita tuliishia ile verse ya 8, tulisoma verse ya kwanza mpaka ya 8. Sasa nani tu kidogo alafu tutaendelea kwa sababu tuna sehemu kubwa ya kufanya. Kwa hiyo wiki iliyopita katika verse ya kwanza na 8 tuliangalia mambo mengi, lakini summarize tuliona masuala ya mitala, tukaona kwamba sio mpango wa Mungu. Tukaangalia jinsi familia ya Elkana chimbuko lake na mahali ilipo. Tukaangalia umuhimu wa kuabudu na kutoa sadaka katika familia, kuifanya kama tabia kama ambavyo Elkana alifanya, na aliifundisha familia yake kufanya hivyo. Tuliangalia utasa, kwamba tunapozungumza swala la utasa sio lazima iwe mtoto, inaweza kuwa kitu kingine chochote. Na vile vile tunaweza tukaangalia kwa nini Mungu anaweza akafunga matumbo ya uzazi, na hapa vile vile tena sio lazima tumbo la uzazi wa mtoto wa mwanadamu, kinaweza kuwa chochote ili kitu kisizaliwe. Inaweza ikawa ni huduma, inaweza kuwa ni ndoa, inaweza kuwa ni afya, inaweza kuwa kitu chochote kikawa kimefungwa. Hii ni kazi ya Mungu. Na kwa nini sisi tusiwe watu ambao kila kitu tunakuwa tuna conclusion moja, ni laana, ni kitu fulani. Amen. Alafu tumeona uchokozi wa Penina. Kama kuwepo wiki iliyopita, tunaomba uende kwenye YouTube channel yetu ya VBV Swahili. Haya mafundisho yote yako pale. Palikuwa na michango mizuri sana kutoka kwa washiriki siku hiyo, na ninaamini ya kwamba na leo vile vile washiriki mtaendelea kutoa michango yenu sawasawa na jinsi Roho atakavyowaongoza. Kwenye hili swala la uchokozi wa Penina, na namshukuru Mungu kwamba Sister Belinda wiki iliyopita alichangia pointi nzuri sana. Kuna wakati nilitaka kuinania, lakini unajua wiki iliyopita nilikuwa na distraction kidogo, lakini leo niko namshukuru Mungu, leo pana utulivu nyumbani. Swala la uchokozi wa Penina alilozungumzia Sister Belinda, akasema kwamba tulikuwa tumemuona kwamba Penina alikuwa kila anapoenda kuabudu ndivyo neno la Mungu linasema, ndivyo yule Penina Hana kila alivyokuwa akienda kuabudu ndivyo huyo Penina alivyoongeza kumchokoza. Na mimi pale nikawa nimepata point, lakini najua ni kwa nini sikuweza kuichangia, kwa sababu Mungu alitaka nijifunze, kwa sababu mimi ni muamini mkubwa kwamba neno la Mungu linapokuja siku zote, kama ilivyoandikwa katika Zaburi 105. Nilikuwa na usoma mstari leo 105 mstari wa 19, inasema hata wakati wa kuadia neno lake ahadi ya Bwana ilimjaribu. Yani hata sisi ukija ukiangalia mara nyingi, be observant, neno la Mungu likija, kile kinachokushika kitakujaribu tu. Yani utapata jaribu, Mungu aweze kuona, je, ulisikia tu au utaenda kulitenda kazi. Kwa hiyo mimi siku ile nilikuwa nataka kuchangia kwamba ni kweli hata sisi hamuonagi kwamba ukiwa na tatizo fulani ukiomba ndio mambo yanazidi yanachichama, au ukiwa kama mimi nakumbuka kuna wakati mwingine huwa na labda nina huduma mahali au unafanya nini, basi ndio hiyo siku ndio umetoka kwenye huduma, ndio ukirudi mabomu yanapasuka kila upande, mpaka unasema niache au nisiache, lakini kumbe ni neno la Mungu linakutesti. Kwa hata mimi ile Jumamosi nilitestiwa kidogo, lakini Mungu ni mwema. Niko hapa leo kuendelea kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo leo nimeigawa nani kwenye sehemu mbili. Tutasoma mstari wa 9 mpaka wa 19, afu 20 mpaka wa 28 kama Mungu atatupa muda. Kwa hiyo nikianza wa 9 mpaka wa 19, neno la Mungu linasema, ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shilo, na Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, Bwana Mungu wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake.
Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama ananena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli akamdhania kuwa amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Mstari wa 15, Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliomuomba. Naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elkana akamjua mkewe Hana, naye Bwana akamkumbuka. Narudisha kipindi kwa moderator. Mungu awabariki sana. Amen. Basi kama ilivyo kawaida yetu, karibuni tuchangie, na ninaomba kwa sababu leo tutakuwa tunakwenda mpaka mwisho, kama kuna point imeshaongelewa hivyo naomba tuiruke tuendelee na nyingine ili tuweze kumaliza. Karibuni sana. Karibu Sister Victoria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nina vitu viwili vya kuongea katika maombi ya Ana. Ninaangalia hata kuhani alivyokuwa akimuuliza kwamba wewe utaendelea unalewa, utaendelea utakuwa hivi mpaka lini? Hivyo alivyokuwa naomba. Ninajifunza vitu viwili katika maombi ya Ana. Unajua, sometimes tumezoea, inategemea mahali ambapo tumeukulia wokovu. Ukiangalia jinsi culture sometimes zinatubadilisha au zinatufanya to believe kwamba that's the way of God. Umeelewa? Sasa sisi tumekulia kwenye makanisa ya watu ambao yani kupiga kelele, kuongea kwa kishindo, ndo tunabelieve kwamba ndo maombi ambayo Mungu anasikia. Unajua, hata kama una pain, unamwelezea mtu kwamba naenda through. Mimi nakumbuka wakati naumwa, namwambia mtu, alafu mtu anakuambia, alafu unaomba hivyo, you've got to pray like this, you have to clap your hands, unajua hata ile una command watu, unafikiria kwamba hivyo ndo Mungu anajibu au ndo power inatoka katika hiyo. Lakini huyu mama alifika mahali, unajua ni moyo wake. Mungu anaangalia katika mioyo yetu. Unajua moyo wake ndio ulikuwa unaongea, hata midomo yake ilifika mahali na move vile, lakini Mungu alikuwa anamsikia. Unajua, so angemwadisia mtu mwingine, angemwambia you are not praying enough, if you are not fasting 100 days, if you are not doing this, if you are... Sheria tumejiwekea kwamba ndio hivyo Mungu anasikia, lakini mimi na believe Mungu anasikia maombi yetu in a different way, na kitu kikubwa ambacho Mungu anaangalia ni moyo. Afu nimempenda huyu mama kwa ukarimu wake. Huyu baba anamwambia hivyo ndio ulivyolewa. Unajua mtu anaweza akakukatisha tamaa au akakufanya utwist mali ambapo ulikuwa umefocus. Na imagine ningekuwa ni mimi nimefast, nimeomba, nimefanya hivi, afu unakuja kuniambia hivyo, ningaacha hivi nikakuattack wewe. Unaona? Lakini sio hivyo, haikuwa hivi kwa huyu mama. Ananifundisha kwamba in all circumstances we have to look unto him, kama anavyosema katika Hebrew 12:2. Anasema looking unto him is the author and finish of our faith. Hallelujah. Amen. 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 Kuna mwingine? Basi kabla sijarudisha Mimi hapa. naomba mnyoshe mikono please, ili tuende kwa ustaarabu. Karibu. Yeah. Karibu. Asante. Mimi nataka kunani hapo kwenye hapo Ana aliponena kwa uchungu au alinena rohoni. Most of the time walokole hata kama wakiwa wanapitia katika hivyo vitu, muda mwingine tunaonaga wamechanganyikiwa. So kwa Neeli peke yake, hata sisi wengine kuna sababu imani, jinsi mtu anavyompelekea na jinsi vile Mungu anavyoongea naye. Ndio maana hata kuna vitu vingine vinaendaga kwa maombi ya matendo. Labda mtu anachana karatasi, kama anavyochana hili karatasi ndivyo litavyokuwa hivyo, umeona. Lakini kuna muda watu wanaweza kaona watu wamechanganyikiwa.
Na kingine tena hapa unaona hapo Ana hata pamoja na huyu kuhani alivyomwona kama anamuona mlevi, angekuwa mtu mwingine hapo ndo angezila makanisa. Kwa nini ameniwazia hivi? Kwa sababu kile kitu ulichonacho kiko ndani mwako. Na kwa nini mchungaji amekuwazia vile? Ndio hapo tunapokimbia makanisa au tunabeba uchungu ambao hivyo. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana tunapokuwa tunapita kwenye matatizo. Pointi nyingine ambayo kumimina roho ya Bwana mbele za Mungu ni hiyo nayo, ambao ukiangalia kwenye Yohana 4:24, maana Mungu ni roho. Umeona na saa yaja ambao watu watamwabudu katika roho na kweli. Umeona kwa hiyo tunapoenda kanisani ni moyo Mungu anautaka, wala sio maneno. Na hii na yeye tufundishe kwamba mtu anaweza kupangilia maneno mengi, lakini tuangalie kule roho kinatoka nini. Umeona alafu kuna nyingine tena nilikuwa nani kwenye Ana alivyokuwa naomba hayo maombe, ameenda specific kitu gani kinahitajika, sio? Umenielewa vizuri? Na ameomba kwa ajili, amemgusa Mungu uso wake, yani kwa mapenzi ya Mungu. Umeona kwamba huyu mtu akakutumikie. Na hiyo itufundishe sisi. Kuna muda tunaendaga makanisani tunalia, tunavolia pale Mungu anatujibu. Tukishaanza kupanda vyeo tunaona tena aibu kwenda kanisani na kudansi mbele za Mungu, tumeshakuwa waheshimiwa. Umeona kwa hiyo tuende kwa mbele za, yani tunavyoenda kuomba mbele za Mungu, tuombe katika mapenzi yangu. Naomba uchumi huu Mungu ili nikajenge ufalme wako. Mungu naomba hawa watoto wakutumikie. Natoa mfano mmoja, kuna rafiki yangu mmoja anambia mume wangu anapenda mambo ya nani, mambo ya kumtumikia Mungu. Nikamwambia nisikusikie mambo ya kuleta umaskini. Lakini sikuweza kuongea naye kwa sababu hata it was hard for me. Umeona Kwa Mungu atusaidie kwa hilo. Na kingine tena, machozi mbele ya Mungu ni sadaka. Ana alienda kulia pamoja na huo uchungu alionao, lakini je, sisi tunawalilia watu? Umeona? Kwa hiyo tunapoenda kulia madhabahuni, ile ni yani machozi Mungu waga yaachi. Mungu waga anakumbukaga nini? Anakumbuka hayo manani, anakumbuka mateso. Umeona? Na kingine tena nataka kumalizia hapo, kuna kanuni ya kiroho. Umeona? Tunapohitaji nini, yani kanuni ya kiroho pale mchungaji au kuhani kukusemea neno ambao tumeona kuna mara nyingi sana I receive in the name of Jesus. Umeona? Kwa hiyo tutaweza tukaomba, lakini kuna muda mwingine kuna neno kuhani lazima aliachilie juu yako na wewe kulipokea, naweza kulitendea, na pale Mungu atajithibitisha mwenyewe. Na kwenye kuthibitisha hapo kuna muda Eli alisema hivi, ngoja tuone Mungu atathibitisha pale. Alikuwa anasubiri mtu wake atapoacha ziwa alafu ndo aende ampeleke huko. Mungu anajithibitishaje? Mungu anathibitika kwenye neno lake, na Mungu anathibitika kwenye shuhuda, na shuhuda tayari ukashaishuhudia. Umeona? Naomba niachie hapo na wengine waendelee, maana Amen. Karibu Sister Pam. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imenipeleka tu kwenye Warumi 8:26, 27, kadhalika Roho naye utusaidie udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba kama ipasavyo, lakini Roho mwenyewe anatusaidia kwa kuugua kusipotamkwa. Yani naendelea kwenye hii version, sijui ni version gani, lakini nitaisoma. Naye aichunguzaye mioyo ajua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa yeye huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Ndio hivyo, yani ni kwa kuongezea tu, kwa kweli maombi yanaweza kuwa ni mazungumzo ya moyo na Mungu. Yani kama alivyosema Vicky, sitaki kama kurudia, lakini nasema tu kama imenirudisha kwenye haya maandiko. Unajua sasa unaweza kwenda kanisani ukamwona mtu analia, hata kama kwenye wimbo wa kuabudu unaweza kufikiri huyu analia anaabudu, kumbe ana machungu. Au unaweza kufikiri mtu analia ana shida, kumbe ana furaha. Kwa hiyo sasa is good not to judge. Hata mtumishi anaweza akajudge kama ambavyo alikuwa amemjudge. Ni kuendelea tu kuomba kama kumwacha mtu kuomba kama Roho anavyotaka kwa kweli. Amen. Nisije nikaongea sana. Amen. Mbarikiwe sana. Je, ni mkono wako bado uko juu? Una pointi nyingine kabla sijamwita Rebeka? Kuna pointi yangu nyingine nataka nimalizie hapo. Alisema hivi, baada ya Kwanieli kumwambia vile akapata amani. Anasema hivi, haukukunjamana tena. Kwa hiyo mara nyingi hata na sisi tunapopitia kwenye labda tunaomba kwa mzigo, kuna muda mwenyewe unaomba afu unaona tena yani amani inatawala, afu hata kuombea ile swali linakuwa zito. Umeona? Kwa hiyo pale most of the time naamini kwamba wewe umeshaomba, unamwachia Mungu ajibu. Na mara nyingi tunapokuwa tunaomba tunaona bado amani haijapatikana, tuendelee tu kuomba, lakini amani ya Kristo baadaye itatawala. Ndio hicho tu nataka nimalizie. Na la mwisho nataka tu kama ni swali mwalimu ataenda kuelezea, ni kwamba najiuliza ile pale anasema Eli naye akamjua mke wake, tuseme umeona, I don't know kama je walikuwa hawalali pamoja, au ndo siku hiyo tu Mungu alileta zile nguvu za kulala pamoja, au siku hiyo ndo alileta hamu ya wenyewe kukumbukana. Nimejiuliza, sijapata jibu, ndo maana sijalichangia, lakini kama mwalimu wetu atakuwa ameliandika huko tutashukuru.
Ni hilo tu. Amen, amen. Naomba tu kuongezea, nimependa sana pia alivyomwambia kwamba Mungu wa Israeli na akujalie ombi ulilomwomba kwake. Saa ingine we don't need to know kwamba hata kama ni mtumishi, you don't need to know kwamba yule mtu anaomba nini. Unajua, yani kwa sababu unaamini kuna kitu anaomba na ni Mungu, yani hapa ni kosa kupeleka imani. Chochote utakachoomba, ombi lako Mungu atakusaidia. Saa ingine kumbe sio lazima hata mtumishi ajue unataka nini, ni kwa sababu as long as Mungu anajua. Kwa hiyo nimependa sana alimwambia tu Mungu wa Israeli akujalie ombi lako uliomwomba kwake. Na ana kweli akaenda zake. Amen. Amen. Basi karibu Rebeka, na uendelee na Mungu akubariki. Amen, amen. Asanteni sana. Wote mmetoa michango mizuri sana na nyingi za point mlizozitoa nilikuwa nimeziweka kwenye notes zangu. Kwa hiyo ya kwanza ambayo nimekiona katika vesi ya 10 ilikuwa inazungumzia jinsi ambavyo huyu mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwambia Bwana, akamlilia sana. Tunaona jinsi ambavyo mara nyingine inabidi tubadilishe mbinu za vita. Kwa sababu tunakumbuka kule katika nani tulivyosoma mstari wa 1 mpaka wa 8 jinsi ambavyo alikuwa akilialia tu anaacha kula. Yani analia Penina anapomchokoza yeye analia tu anaacha kula. Lakini sasa hivi akajua it hasn't worked. Na tunajua ni miaka 19 amepitia katika kipindi cha kulialia tu, lakini sasa hivi ameamua kwamba aende mbele za Bwana. Na sisi vile vile neno la Mungu linatuambia msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Nakumbuka mtumishi wa Mungu anayetuongoza kwenye maombi ya Alhamisi alisema wengi hatujui tofauti ya kusali na kuomba na kushukuru. Hata mimi nimesha notice mara nyingi sana, hata tukisema leo tuombe tushukuru, unasikia watu wanaomba umo kwenye maombi ya kushukuru. Lakini kuna wakati ambapo kweli tumwachie Roho. Kama na mimi wanasemaga hivi, mara nyingi tuwe tunajitahidi sana kutenga siku angalau kwa wiki once au kwa mwezi ambayo yani you just go to God kushukuru, kwa sababu kuna mambo ambayo Mungu ameyafanya. Sasa kama utakuwa huoni chochote Mungu alichokifanya, inakuwaje sasa? Lakini huyu tunamuona kwa wakati alikuwa na mahitaji. Kwa hiyo na Mungu linasema tusijisumbue, usiendelee kulialia, haikusaidii. Nenda peleka haja zako zijulikane na Bwana. Cha pili, kitu ambacho tumekiona kwenye mstari wa 11, neno la Mungu linasema akaweka nadhiri, akasema Bwana wa majeshi. Nilipokuwa nikifanya read different articles, nikakuta kwamba huyu Bwana wa majeshi kwa Kiebrania ni Yahweh Tsvaot, yani ndio Bwana wa majeshi. Hii ndio kwa mara ya kwanza wanasema mtu amemtambua Mungu kama Bwana wa majeshi. Kwa hiyo Hana kwa mara ya kwanza anamkiri Mungu kama mtawala mkuu juu ya majeshi yote ya mbinguni na duniani, akimlilia kwa kutegemea nguvu zake kuu na mamlaka yake kuu, hata katika mateso yake binafsi ya utasa. Sasa hapa nakumbuka niliwahi kufanyaga series kwenye Binti Sayuni ya majina ya Mungu, na nadhani Mungu alikuwa amenifunulia kitu hicho kwamba ni katika shida zetu ndipo Mungu anapojifunua kwa majina yake mbalimbali. Anaweza akajifunua kwa jina ambalo mtu mwingine hajafunuliwa kwalo. Kwa hiyo nimeweka kwa mfano, unaweza ukakuta Haga alimjua Mungu Elroy kama Bwana anayeniona, wakati ambapo alikuwa hamna mtu aliyekuwa anamuona, mateso yake ameshatupwa. Gideoni akajua huyu ni Jehova Shalom, Mungu wa amani yangu, wakati ambapo hapakuwa na amani katika maisha ya wana wa Israeli. Daudi alimjua Mungu kama Jehova Rohi, Bwana mchungaji wangu, kwa sababu alikaa kule kwenye nyikani akichunga wanyama, akajua hapana, hamna mwingine ambaye ananichunga mimi nachunga kondoo, lakini Bwana ananichunga. Kwa hata sisi majaribu yetu tuyachukulie kama ni opportunity ya kumjua Mungu zaidi, kama ambavyo Hana amekuja kumjua Mungu kama Bwana wa majeshi. Na ukienda kusoma Mwanzo 2:1, neno la Mungu linasema basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Hii ndio maana tunamuita ni Mungu wa majeshi. Mungu analo jeshi mbinguni, Mungu analo jeshi duniani, na mimi na wewe ni wanajeshi wa Bwana. Amen. Kingine ambacho nimekiona katika mstari wa 11, akaweka nadhiri akasema Bwana wa majeshi. Umeona, katika hili mimi napenda kusema kwamba tusiwe tunaongozwa na hisia katika kuweka nadhiri. Maana mara nyingine tunaweza tukawa na hisia, mhamko inaitwa desperation, tukaanza kumwambia Mungu vitu mbalimbali wakati we don't mean it, au hatuna uwezo wa kuitimiza hiyo
hiyo nadhiri wakati utakapofika, lakini tuongozwe na Roho kama alivyosoma Sister Pamela katika mnani yake. Amesoma huo mstari wa Warumi 8, kwamba tuongozwe na Roho. Neno la Mungu linasema wewe ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Kwa mtu yoyote ambaye anashindwa kuitimiza nadhiri yake, Mungu anamuona ni mpumbavu. Basi uiondoe hiyo ulioiweka nadhiri. Ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiiondoe. Usikiache kinywa chako kikaukosesha mwili wako. Kumbe tunapotoa nadhiri bila kuiondoa tunajikosesha, kinywa chetu kinajikosesha. Wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa. Kumbe yupo malaika anayetusikia wakati tunaziweka hizi nadhiri. Alafu baadaye unakuja kusema nilipitiwa. Bwana akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako. Umeona? Kumbe kuna mara nyingine tunaweza tukaona kwenye maisha yetu, why things are going like this? Kumbe kuna nadhiri uliiweka, ukuitoa. Sasa Bwana anakukasirikia. Anasema Bwana atakukasirikia na kuiharibu kazi ya mikono yako. Kumbe tuangalie, kuna vitu vingine haviendi vizuri katika maisha yetu, ni kwa ajili ya nadhiri. Kwa Mungu ni wa rehema, twende tu mbele za Mungu kwa toba na kumwomba rehema atusaidie. Na mimi huwa nasema binafsi, huwa napenda kwanza, hatua ya kwanza ni kuambia Mungu atukumbushe kuna nadhiri gani ambayo tuliiweka tukiitimiza. Alafu tupime, tuangalie, je, naweza kuitimiza au siwezi? Kama siwezi, iombee toba. Lakini hata vile toba inahitajiwa kwamba nilisema kwa upumbavu. Amen. Amezungumza Sister Jane kuhusu specific prayer. Ni very good point, very valid point. Jamani, tunatakiwa tuombe, mara nyingine tunatakiwa tuwe very specific, lakini our specification inatakiwa kweli iambatane na kusudi la Mungu. Hana aliomba sawa sana makusudi ya Mungu. Ndio maana huo mstari aliosema Sister Pamela nimeupenda, kwa sababu tukiongozwa na Roho tutaomba sana mind of God. Kwa hiyo yeye haja ya moyo wake ya mtoto wa kiume ilikuwa haja ya Mungu ya mtoto wa kiume. Yeye haja ya moyo wa Hana ya kuzaa mtoto ambaye atamtumikia Bwana ndio haja ya Mungu ya kutaka mtumishi wa kumtumikia Bwana. Kwa hiyo neno la Mungu linatuambia katika Yakobo 4, hata mwaomba wala mpati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Wote tunajua, tumeangalia wiki iliyopita jinsi huyu alivyopita katika mateso mbalimbali. It could have been very easy for her to say, Mungu, naomba unipe mtoto ili Penina apate kujua ya kwamba mimi ni naye Mungu. Na ndio wengi tunaombaga hivyo. Naomba unipe hiki na hiki ili watu wote waweze kujua ya kwamba mimi namtumikia Mungu. Waweze kujua hivi, ni sawa. Lakini je, hiyo unachokitaka upate kwa ajili ya hiyo, Mungu anapata nini out of it, ambayo ndio pointi yangu ya pili. Kwamba Mungu anapata nini? Kwa sababu Mungu katika kila kitu lazima, yani nimegundua kwamba Mungu anataka afaidike na kila kitu anachokifanya. Ndio maana tunasema kwamba iwe kwa utukufu wako. Kwa hiyo je, Mungu anapata utukufu hapo atakaponipa huyo mtoto, atakaponipa hiyo kazi, atakaponipa chochote kile ambacho moyo wangu unahitaji, kinampaje Mungu utukufu? Lakini tunajua Hana kile alichokuwa nakiomba kilikuwa ni kwa utukufu wa Mungu. Kingine mstari wa 11, wakati anaomba akasema, Mungu naomba unikumbuke. Je, Mungu huwa anasahau wapendwa? Mungu anasahau. Lakini kwangu mimi naomba baadaye mtakapochangia huko mwishoni, labda tunaweza tukaiangalia hili swala. Je, Mungu anasahau? Kwa sababu mimi kwangu naona kwamba Mungu hasahau, ila Mungu anataka sisi tujue haki zetu kwa kujua sheria zake, kujua ahadi zake. Kwa hiyo tunapoenda kwa Mungu sio kwamba tunamkumbusha au Mungu, yani sisi ndio ambao tunatakiwa tukumbuke, kwa sababu sisi ndio wenyewe kusahau. Na ndio maana Mungu anasema unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Kwa sababu katika kumkumbusha Mungu ambaye hajasahau hata hivyo, mimi ndio ambaye naweza nikapata haki yangu, kwa sababu Mungu anataka tujue haki zetu. Kingine nilichokiona ni jinsi ambavyo Hana maombi yake yalikuwa yameambatana na vitu muhimu sana. Kwanza iliambatana na imani. Aliamini kabla hajapokea, kwa sababu tunajua imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo. Aliamini kabla ya kupokea. Wakati tu anaomba akajua ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto. Yani alitoa
kabla ya kupokea. Tunaona level ya imani aliyokuwa nayo, lakini alikuwa na upendo sana, kwa sababu tendo la kutoa ni tendo la upendo. Wapendo, huwezi ukatoa bila upendo, la sivyo hicho ulichotoa ni afadhali usingetoa kama umekitoa bila upendo. Lakini alikitoa kwa upendo na alikitoa kwa moyo. Umeona kingine ambacho nimekiona, na ndio hapo inapokuwa kutoa kwako kunakuwa ni bora, na hii ndio ilimtofautisha Kaini na Abili katika kutoa. Abili alitoa kwa imani, alitoa kwa upendo na alitoa kwa moyo, tofauti na yule mwingine alikuwa tu anatoa liwalo na liwe, chochote tu kinachopasa. Lakini popote mahali ambapo mtu anatoa, na ndio maana unamkuta yule mama aliyetoa kile kimoja tu alichonacho, ile senti ya mwisho, Bwana Yesu alirecognize kwa sababu ilitolewa kwa imani, upendo na kwa moyo. Lakini mara nyingine unajikuta tunajitoa out of abundance, lakini huyu, hata huyo mtoto alikuwa naye, lakini alikuwa ameshamtoa. She was not giving out of abundance. Hakuwa na watoto 10 afu aseme nitoe mmoja, hakuwa na watoto 2 afu anasema mmoja. From nothing anatoa what ambacho anakiexpect. Kingine ambayo nimekiona, sala ya Hana ilikuwa imeambatana upendo kwa Mungu ukidhihirika katika kutoa. Katika lile tendo lake la kutoa alikuwa ameonyesha kwamba jinsi gani anampenda Mungu, lakini maombi yake hayakuwa ya ubinafsi. Alikuwa tayari kumpa Mungu. Hakuwa ya kwamba Mungu nipe na mimi ili watu waniheshimu au sijui kitu gani. No. Ilikuwa nipe ili nikupe huyu mtoto akutumikie. Kwa hiyo hapakuwa na ubinafsi hata kidogo. Nimezungumzia imani. Kingine na Mungu linatuambia katika mstari wa 12 kwamba alidumu kwa kuomba mbele za Bwana. Jamani, kuna wakati tunatakiwa tudumu, na sio wakati wote kama kila mtu anavyoona, sio wakati wote. Nilipokuwa naangalia maombi mbalimbali ya watu, nikagundua hata wewe utakubaliana, Mungu huwa kila mtu anampa kuna wengine wanadumu kwa miaka 25 sala hiyo ndo wanakuja kupokea, wengine miaka 10, wengine miaka 2, mwingine akiomba tu pale pale anapokea. Au wewe huyo kuna ombi fulani uliwahi kuomba ukajibiwa hapo hapo, kuna ombi ulisotea, lakini kuna maombi ambayo tunatakiwa tudumu. Hana, mimi ninavyomuona, anafanana sana na yule mwanamke katika Luka 8. Neno la Mungu inasema, Bwana Yesu ndo alikuwa anatoa mfano, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala ajali watu, na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Umeona? Naye huyu mama mjane kwa muda alikataa huyo kadhi. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa huyu mjane ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata watapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Naye ni mvumilivu kwao, na waambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Kwa hiyo hii accounts ni ya kwetu mimi na wewe, kwamba hata Bwana Yesu anatu encourage kudumu katika maombi kama huyu Hana na kama huyu mama mjane. Na Yesu anatuuliza, ikiwa huyu kadhi ambaye ni mdhalimu aliweza kumpatia yule mama haki, aliyedumu katika kwenda kila siku, je, sisi ambao tunaenda mbele za Mungu na sisi tunaitwa wateule mchana na usiku, je, Mungu hata tupatia haki? Hakika Mungu atatupatia haki. Kwa nataka kuencourage mtu yoyote ambaye kuna kitu chochote ambacho amedumu katika maombi, endelea kumwangalia Bwana. Yeye ndio mwanzilishi na mwisho wa imani yetu. Kingine ni kudhania. Kuna wakati nadhani niliwahi kufanyaga hilo kosa. Niwahi napenda kudhania vitu. Kuna mtumishi akanikemea, akaniambia hiyo ni dhambi ya kudhania. Kwa sababu naweza nikasema hivi afu baadaye kinatokea hivi, nilidhania. Akaniambia jiepushe sana na hiyo kitu ya kudhania. Kwa mimi naomba tujenge tabia ya kuuliza watu. Tuko tofauti kama walivyosema wachangiaji. Kuna mwingine kweli, sasa Victoria nadhani umezungumzia hilo, kwamba kuna mwingine pakitokea kitu anaweza akalia, mwingine akacheka. Na hii ni culture yetu kweli. Unaweza kukuta hata mtu anaenda kwenye msiba na sasa yule ndio mfiwa, mbona analia, mbona anacheka, kumbe mwenzako kachanganyikiwa, bado haja accept ile situation at that moment in time. Umeona? Kwa hiyo Mungu atusaidie sana katika
kuwa tunawajaji watu kwa vile vitu hatujui watu wanaendaje. Hamna one rule ya kusema kwamba mtu anatakiwa awe hivi, aombe hivi, afanye hivi ndivyo itakuwa hivi. Haipo hiyo. Kingine muhimu, watu wote mmezungumzia kuhusu moyo. Mimi point yangu ni kwamba jamani, moyo unanena. Yaani mstari umenifundisha sana, nikakaa basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake. Umesikia hiyo? Akinena moyoni mwake. Kwa hiyo kumbe moyo unanena bwana. Na ndio maana neno la Mungu linatuambia katika Zaburi 19, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Kwa hiyo mawazo ya moyo wangu ninapokuwa nimekaa, na ndio maana lile neno linauliza, je, unawaza nini juu ya Bwana? Kwa sababu saa nyingine hatuongei kwa watu, tunaweza kuwa tunaongea vitu ambavyo vinapendeza. Kila mtu ataniona, Rebeka jamani ana imani kwa sababu vile ninavyoongea. Lakini nikikaa peke yangu namwazia Mungu mabaya, nawaza Mungu kwa nini hujanifanyia, nawaza Mungu tata. Kwa hiyo sasa hapo si kama najidanganya, kwa sababu moyo unanena. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Na neno la Mungu linasema sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo sauti yake haikusikiwa na Eli, lakini Mungu alikuwa ameisikia sauti ya Hana. Sasa kwa nini Hana, na ni kwa nini Eli alimkemea Hana? Kwa wakati huo ilikuwa ni kitu cha makosa, hata sasa hivi naamini ni hivyo hivyo. Kitu cha makosa makubwa sana na kukosa adabu kwenda hekaluni ungali una kileo. Kwa hiyo kama kuhani Eli alikuwa na wajibu wa kuhakikisha ibada inaheshimiwa. Kwa hiyo hakuwa amekosea sana kumnani yule. Yeye ndio maana anakaa pale, kazi yake ni kuangalia kwamba watu wanaoenda kwenye hekalu ni watu wanaenda sawa sawa na vile inavyostahili. Na unakumbuka katika hekalu wakati ule palikuwa na sheria nyingi za ibada. Kwa hiyo hicho ndio kitu kilichomfanya Eli apate kumkemea Hana. Lakini kitu ambacho kimenifurahisha ni response ya Hana, kama alivyosema nadhani Sister Victoria. Mimi mwenyewe nimeandika hapo, nimesema ingekuwa mimi ningemjibu nini Eli, nikijua kwamba sijalewa halafu tu ni uchungu. Kwa sababu mara nyingi wengi wetu, especially hata mimi najua hiyo ni one of my weakest point, ni kwamba pale napoona sina kosa alafu ukaja kwangu mimi kunifanya ninakosa, always mara zote nakumbukaga huwa nakuwa so defensive na inaweza ika come out not very well. Kwa hiyo ndicho ni kitu ambacho namuomba Mungu anisaidie niweze kuwa, na mimi nimejifunza kutoka kwa Ana kwamba niwe na jawabu la upole. Katika Mithali 15 mstari wa 1 na wa 2 unasema jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. Ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa vizuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Wewe imagine huyu mama angekuwa na jibu kijeuri kama tunavyoweza kujibu. Wanakuambia umemwaga mboga, sijui mimi namwaga mchuzi, sijui umemwaga ugali, mimi namwaga mboga. Na baadaye tunaona, ngoja nitaenda hapo mbele nije nitanizi na mbili. Lakini muhimu wapendwa, Mungu atusaidie tuwe na jawabu la upole watu wanapotuuliza maswali. Neno la Mungu linasema alimimina roho yake mbele ya Mungu. Zaburi 34 inatuambia Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Kwa huku kumimina roho ni kunafanana sana na jinsi ambavyo walikuwa wamevunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Na huu ni mstari mmoja ambao ninaupenda sana, kwa sababu naamini wengi wetu tunapita katika mateso mbalimbali, lakini ukija ukisoma mstari kama huu, ni mstari unaotutia moyo kwamba Bwana atayakomesha mateso na hayatarudi mara ya pili. Na kinachotakiwa ni moyo uliovunjika na kupondeka mbele ya Mungu. Bwana atajibu kama alivyomjibu Hana. Kingine ambacho nimependa, sister mmoja wapo amezungumzia kuhusu baraka za mtumishi wa Mungu. Ni kweli tujifunze kwanza. Yeye amezungumzia kwamba pana umuhimu sana wa baraka kutoka kwa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo hapa napo ndio swali nataka kuunganisha ile point ya kule nyuma, kwamba embu imagine Hana angejibu kwa jeuri, Eli angemwambia kweli enenda kwa amani? Si amani ndio ingekuwa imeshaishi hapo. Angeweza kuambia okay au chochote tu, na yule ni mtumishi wa Mungu. Kwa mara nyingine tunajiingiza wenyewe kwenye matatizo
Kwa hiyo Mungu atusaidie sana tuchunge nani yetu. Lakini cha pili, mimi nimejifunza kwamba sisi wote ni watumishi wa Mungu. Neno la Mungu linatuambia nimekuweka kuwa kuhani na kuwa mfalme. Kwa hiyo sisi ni watumishi wa Mungu. Kwa nini na sisi tusijifunze kutoka kwa Eli kuwa tunaachilia amani katika maisha ya watu? Neno la Mungu linatuambia Zaburi 20 mstari wa 1 na wa 2, Bwana akujibu siku ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue, akupelekee msaada toka patakatifu pake na kukutegemeza toka Sayuni. Kama alivyosema Sister Pamela, we don't have to know what people are going through. Mara nyingine unaweza kusema kimwona mtu ana huzuni, anaombea kitu fulani, au anakuambia aisee napita hivi, Bwana akujibu siku yako ya dhiki, jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Au hata tunapotuma tu text kwa watu mara nyingine ambao tunajua wanapitia kitu fulani, nadhani huu ni mstari mmoja wapo mzuri sana wa kuwaombea, kwa sababu Mungu analiangalia neno lake na kulitimiza. Amen. Ipo haja ya moyo jamani, zipo haja za moyo ambazo Mungu pekee ndo anaweza kumaliza. Ndio maana Eli wala hata kuuliza kitu gani hicho unachoomba, labda alikuwa aliangalia kwamba kama huyu anaomba kwa moyo hivi, ina maana sio kwamba anaomba mkate wa kula, sio kwamba anaomba kinywaji cha kula. Mungu tu amjalie kwa haja ya moyo wake anayoomba. Mstari wa 4 unasema akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako na kutimiza mashauri yako yote. Kwa kila mtu mmoja wetu leo ni maombi yangu mimi kwenu nyinyi wote, Mungu awajalie kwa kadiri ya haja za mioyo yenu na kuyatimiza mashauri yenu yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Kingine nimekiona jamani, unyenyekevu unatakiwa. Ona imani ya Ana. Alipoambiwa tu kwamba enenda kwa imani, uso kachangamka. Sasa hiyo ukaacha kuchangamana. Kwa sababu gani? Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo, na neno kwa Hana limepitia kwenye kinywa cha Eli. Na ndio maana nimesema kwamba kwa vile sisi ni watumishi wa Mungu, mara nyingine mtu amenyong'onyea kwa sababu hajasikia neno. Lakini wewe unapomwambia Bwana akujalie haja ya moyo wako na akutimizie katika jina la Yesu, yule mtu kwa kusikia atapata imani, na akipata imani atapokea, kwa sababu neno Mungu linasema ukiomba ukiamini utapokea. Kwa hiyo Mungu atusaidie, na sisi tutakaposikia neno la Mungu, wakati wowote neno la Mungu linapokuja, liweze kuinua imani yetu, na kikiinua imani yetu tutapokea. Na tukipokea tena, tusianze tena kuwa kama watu ambao, let our countenance change. Na kumbuka mimi wakati mwaka jana ile, wakati nimeenda kanisani ile tarehe 18 mwezi wa 11, mchungaji akasema Rebecca njoo hapa leo, this dialysis will be the end of it. Katika jina la Yesu haya mateso yataendelea, njoo piga magoti kanisa tuombe. I received it, but I didn't know it was that was it. Ni neno lilitoka kwa mchungaji, and that was it. Never again dialysis will ever return to my life, kwa sababu mateso hayatarudi mara ya pili. Amen. Bwana anasahau. Narudi kule mstari wa 19 unasema Elikana akamjua mkewe Hana naye Bwana akamkumbuka. Kuna mtumishi Jeni ameuliza, je, kumjua alikuwa hamjui? Hapana. Ukiangalia Biblia mara zote kabla mtoto hajazaliwa, Adamu vile vile tuliambiwa Adamu akamjua mkewe akamzaa Abili. Adamu akamjua mkewe akazaliwa Kaini. Tunaona Ibrahim vile vile akamjua mkewe akazaliwa Isaka. No, huwa ile ya kumjua mkewe hata kama walikuwa wanafanya hilo tendo before that, lakini pale baada ya neno la Mungu kuja ndipo itaandikwa kwamba kilichofuata, kwa sababu before walikuwa anamjua mke wake lakini kulikuwa hakuna matunda. Lakini sasa hivi neno la Mungu limekuja, wameliamini, anaenda kumjua mke wake, tunda linazaliwa. Kwa hiyo nadhani vile vile Mungu alikuwa anataka kutofautisha na jinsi ambavyo Yesu amezaliwa. Yesu alimezaliwa bila mtu yeyote kumjua mkewe, kwa sababu pale tunaona kwamba Mariamu alipolijua lile neno akasema na iwe kama hivyo neno, lakini hapakuwa tena Yusufu akamjua mkewe. No. Ni hawa wanadamu ambao walipokea neno wakaliamini, lakini they had kujuana ili waweze kumpokea huyo mtoto.
Bwana anasahau? Hapana. Kwenye Biblia mahali popote ambapo tunaona Bwana anasahau ni mahali ambapo Bwana anatimiza ahadi yake kwa sababu ya wakati umefika. Mahali popote unaweza ukaenda ukaangalia mwenyewe kwenye Biblia, utaenda kuangalia accounts za Noa, Mungu alimkumbuka Noa na familia yake, walikuwa katika safina. Ukienda kusoma kule itakwambia Bwana akamkumbuka Noa. Abrahamu vile vile kuna mahali Bwana alimkumbuka Abraham kwa sababu Bwana alikumbuka agano lake na Abraham na kumpa Isaka. Raheli, kuna mahali Bwana akamkumbuka Raheli kwa sababu Bwana hakuwa na mtoto, Mungu akamruhusu kupata mimba. Tunaona tena mtu mwingine aliyekumbukwa kwenye Biblia ni huyu Hana, lakini vile vile Yusufu. Neno la Mungu akamkumbuka Yusufu ambaye alifungwa bila haki na akampa kibali. Alafu Waisraeli, kuna wakati Mungu alisema aliwakumbuka wana wa Israeli kwa sababu Mungu alilikumbuka agano lake aliloliweka na Ibrahim. Kwa hiyo mara zote unapoona Mungu alikumbuka ni kwamba wakati umefika wa kile ambacho Mungu alikuwa amekiahidi kukifanya. Kwa hiyo na sisi vile vile tujitie moyo, Bwana atatukumbuka. Mimi napenda sana Isaya 60 mstari wa 22 inasema wakati ukifika Bwana atalitimiza hili. Kwa hiyo tunaenda katika sehemu ya pili mstari wa 20 mpaka wa 28. Neno la Mungu linasema ikawa wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, akamwita jina lake Samueli akisema, kwa kuwa nimemuomba kwa Bwana. Kisha yule mtu Elkana na watu wote wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri yake. Bali Hana hakukwea, maana alimwambia mumewe, sitakwea mimi hata mtoto wangu atakapoachishwa maziwa, hapo ndipo nitakapomleta ili ahudhurie mbele za Bwana, akae huko daima. Elkana mumewe akamwambia, haya, fanya uonavyo vema, ngoja hata utakapomwachisha maziwa, Bwana na alithibitishe neno lake tu. Basi yule mwanamke akangoja, akamnyonyesha mtoto wake hata akamwachisha maziwa. Naye alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, akamchukua pamoja naye na ng'ombe 3 na efa 1 ya unga na chupa ya divai, akamleta nyumbani kwa Bwana huko Shilo, na yule mtoto alikuwa mtoto mdogo. Nao walimchinja huyo ng'ombe, wakamleta mtoto kwa Eli. Amen. Wakamleta mtoto kwa Eli. Akasema, Bwana wangu, kama iishivyo roho yako Bwana Mungu, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapa nikimuomba Bwana. Naliomba nipewe mtoto huyu. Bwana akanipa dua yangu niliyomuomba. Kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu. Wakati wote atakaokuwa hai amepewa Bwana, naye akamwabudu Bwana huko. Amen. Kwa hiyo nakaribisha moderator uendelee kwa sehemu yetu ya pili mstari wa 20 mpaka wa 28, na Mungu awabariki sana. Amen. Karibuni tumalizie. Si kuna watu wananyosha mikono, labda sioni kwa laptop yangu. Kuna mtu amenyosha mkono? Karibu Jeni. Uko muted. Bwana Yesu asifiwe. Basi Amen. nitaenda haraka, nitakuwa napanda juu na kushuka. Katika mstari ambao wa 22 nimeona Hana alikuwa ni mwanamke ambaye mwenye imani isiyoyumbishwa na matokeo au shuhuda. Umeona, yani alisimama vile vile kama vile Ibrahimu alivyoambiwa atoe mtoto wake sadaka. Tujikumbuke kama sisi wamama jinsi tunavyowapenda watoto wetu. Tunajua tukishazaa kwamba watamani ukae naye umkumbatie, lakini alikuwa anajua moja kwa moja nikimwachisha ziwa lazima anaenda kukaa huko kwa Eli. Kwa hiyo ilikuwa ni imani ambayo iko thubutu, ambayo sisi muda mwingine tunapewa majibu, yale majibu tunayafurahia na tunaachana na yale maagano tulikuwa tumeikana sisi na Mungu wetu. Anda kingine tena, yani nimeona tena Ana pamoja, yani mtoto wake alivyompata alijua kwamba nimempata katika madhabahu ya Mungu. Na sisi vile vile tukaenda huko makanisani, tunaomba mtoto amezaliwa, unampa jina la babu yake, sio alikuwa chifu, alikuwa nani, unamuunganisha na zile roho za kuzimu za hao ambao walikuwa wanamtumikia hivyo. Kwa hiyo na sisi tuwe tunasimama katika imani iliyo thabiti, imani iliyo strong. Umeona? Alafu kingine tena nikaona haina sadaka. Hapo alivyosema wakachukua ng'ombe, wakachukua 1,000, wakachukua chupa ya nini. Kwa hiyo hizi ukiangalia kulikuwa kuna sadaka ya shukrani au kuna sadaka nyingi. Hata sisi makanisani tunapokuwa tunaenda tunajua kabisa kwamba kwamba tuna sadaka ya shukrani, kuna sadaka ya hii, kuna sadaka ya fungu la 10. Kwa hiyo tuzitofautishe kama vile
mume wake Ana alivyokuwa anapeleka ile sadaka, alipeleka ile nadhiri akuisahau, na bado akaenda kupeleka dhabihu. Kwa hiyo hata na sisi tunavyoenda makanisani kuna muda wa sadaka, tujue tu kwamba huyu sadaka ya leo ni sadaka ya kawaida ya Jumapili au ya Jumamosi, na hii hapa ni fungu la 10, na hii hapa ni sadaka la nini, sio la shukrani, au kuna sadaka ziko nyingi tu. Kwa hiyo na mimi nimeona jinsi walivyofuata utaratibu, na najua sadaka ni kanuni ya kiroho. Ni hapo tu, na cha mwisho, jina walilompa mtoto. Umeona, na sisi tuangalie majina tunawapa watoto. Na nataka kuongezea tu hapo kidogo, tumeshatoka huko juu, lakini naomba kitu kimoja, hichi ni kizuri sana ambacho tukibebe. Hana akujihesabia haki. Katika nilivyokuwa nasoma, nilikuwa naona kama si ndo alikuwa mke wa kwanza, na vile vile alikuwa anapendwa sana, lakini hakujihesabia haki. Na hata alivyoenda kwa Mungu, alivyokuwa anaomba, unaona alijishusha. Hakwenda kwa kupambana wala kupigana maombi ya vita au ya vurugu. Hapana. Kwa hiyo na sisi inatusaidia kutojihesabia haki. It doesn't matter level Mungu anatupandisha katika utumishi na huduma au makazini au kiuchumi. Let's be humble. Ni hicho tu. Barikiwe na Bwana. Amen. 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 Kuna mwingine? Basi karibu Rebecca umalizie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umenichekesha Sister Janet. Maombi ya vurugu. Samahani dada, hapo hujaonaga watu kwenye, mimi naonaga kwenye social media kuna wengine makanisa wamebeba na mapanga au wanafagia shetani. Wanabeba, mwingine amejifunga kiunoni anapambana na shetani. Yapo huko mtandaoni unayaona makanisani. Amen, amen. Mungu awabariki jamani. Kwa Mungu kuna kuchekaga. Unajua watu wanafikiriaga ukija kujidania nini serious, hata Mungu anacheka. Mimi na believe. Naona kuna mikono Samahani kwenye Rebecca, naona yeah, naona mikono. wamepata nani labda Point. baada ya Jeni kumaliza. Karibu Darazia then Victoria. Well, asante. Mimi kitu kingine ninachojifunza ni kwamba tumshukuru Mungu kwa ajili ya kina Penina kwenye maisha yetu, kwa sababu najifunza kwamba ndio alikuwa favored na ndio alihitaji mtoto na ndio alikuwa analia kwa uchungu taratibu, lakini baadaye akabadilisha gia. Mimi namshukuru Mungu. Kuna msemo mmoja ambao nakumbuka watu wanasema tumshukuru Mungu kwa ajili ya landlord. Kwa mfano, sometimes mtu unaweza kuwa unakaa kwenye nyumba ya kupanga usione umuhimu, lakini jinsi ambavyo landlord anavyokusumbua ukawa unaona mahitaji mpaka hatimaye ukaenda ukajenga nyumba yako. Kwa hivyo mimi najifunza na mimi katika maisha yangu, sometimes kuna mahali na kuna vitu ambavyo Mungu anahitaji nivifanye, lakini mahali nilipokaa nimekaa kwenye comfort zone yangu, kwa sababu naona everything is fine, kwa sababu huyu alikuwa favored with everything. Kwa hivyo kwa akili yake aliona kwamba kama mume wake alikuwa anamwambia am I not more than our sons unaohitaji, don't I give. Mungu anampa kila kitu, lakini kuna vitu vingine tunavihitaji, so we need Mungu kutupush in the right direction. Aweke mapenina, aweke miba kwenye mioyo yetu ili tuweze kufikia lile lengo ambalo tunalojitaka. Kwa sababu kama huyu mama angekuwa comfortable, Mungu alikuwa anahitaji nabii, na tunajua kwamba katika manabii waliokuwa Israel, Samuel was one of the best nabii. So Mungu alihitaji nabii na yeye alihitaji mtoto. Kwa hivyo hicho ni kitu ambacho najifunza. Na pia kitu kingine najifunza leo alivyokuwa anafundisha ni kwamba whatever I ask, for what reasons do I ask? Kwa sababu vitu vingi tunavyohitaji sometimes ni watu watuone. Ni kwamba kwa mfano tuna spend a lot of money buying things that we don't need, impressing people that don't care about us, na tunaishia kuingia kwenye madeti. Kwa hivyo yani katika maisha yetu ya Kikristo ni kwamba reason why do we want things? Is it for the glory of God? Ama is it just for our own personal edification? And Amina. Karibu Sister Victoria. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Na mimi siko mbali kwa wachangiaji waliopita, lakini nataka kuongea kuhusu utoaji. Unajua Ana alivyomtoa Samueli ni kitu ambacho alikuwa ameweka nadhiri yeye na Mungu wake, unaona. Lakini mimi hii inanifundisha pia kila siku. Sister Rebecca huwa anatufundisha katika vitu vyote, baraka ulizo nazo lazima Mungu awe katikati ya kile kitu. Kutumia baraka zako kwa utukufu wa Mungu ndio kitu ambacho nimejifunza. Unaona, kutumia baraka zako. Mungu anatubariki katika vitu mbalimbali. Sasa hivi mchungaji wangu anatufundisha kuhusu kutoa tithe, kutoa sadaka, anasema there must be a reason behind your giving. Usitoe kwa sababu wamesema. Unatakiwa ujifunze, ujue kwa nini walitoa tithe, kwa nini ili iko hivi. Above all,
kitu ambacho kinatukataza tutoe, ambacho nimejifunza na mchungaji wangu anaendelea kusisitiza, anasema hatutoi kwa sababu sisi wenyewe hatujajitoa. Unaona, ukiamini kwamba we ni mali ya Kristu, kuna mstari ambao huwa unanibariki, Galatians 2:20 anasema, nimesulubiwa pamoja na Kristu, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristu yu hai ndani yangu, na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Ukishajua, if you get that revelation from deep down from your heart, there is no way ukaona pale mahali ambapo unatakiwa kutoa afu uka withhold. Haiwezekani. Sasa mimi ninachojifunza hapa, baraka tulizonazo tunatakiwa, unajua, it's a partnership between sisi na Mungu. Unaona, kama ni kazi, watoto, vipaji, tuvitumie kwa ajili ya utukufu wake. Haleluya. Amen. Amen. Jeni, ni mkono wa before. Yes, yani siongee, nataka tu kusisitiza kitu hapo jamani. Unajua dada Rebeka akishaenda tumemaliza chapter 1 akimalizia, ila mimi nilikuwa na ombi moja tu, tuondoke na huo mstari wa 11 na mstari wa 26, 27 mpaka wa 28 kwenye maombi yetu ambayo tutakuwa tunaendelea nao siku za usoni, hata mengine tunayahitaji. Ni hilo tu. Amen. 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 Karibu sisi. Amen. Amen. Amina. Katika asanteni sana kwa michango yenu mizuri, na hapa mimi pointi moja nimeiona katika mstari wa 20. Neno la Mungu linasema wakati ulipowadia Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume. Jamani, wakati ukifika Mungu atafanya kama nilivyosema. Mstari wa Isaya 60:22 inasema mimi Bwana nitayatimiza hayo wakati wake. Lakini kitu ambacho nimejifunza binafsi, nimekiona kwa macho yangu, ni kwamba wakati ukifika unaona vitu vinajileta hivi, kinakuja hiki, kinakuja hiki, kinakuja hiki, kinakuja hiki, vinakuja kama pazo. Ndio wakati ambapo unafika. Kumbe wakati unasubiri, wakati wote unasubiri, ni Mungu ana work behind the scene. Lakini unapofika ule wakati, wewe ndio unaona pale. Unaona hata ukienda kwenye wanaitaga, ukienda theater, ukiwaona watu wana perform, you don't know how long they've been practicing what they're performing there. That's the same thing. Most of the time tunaona performance, we don't see what God is doing. Lakini mimi naamini wakati huwa unawadia ambapo Mungu anavitimiza vile vinavyonani. Sasa tunachotakiwa kufanya is to work with God, kwa sababu kama nilivyotumia mfano wa performance, ni kwamba pale penye performance panakuwaga na main character, lakini director ni Mungu, main character ni wewe. How are you unashirikiana vipi na Mungu kufanya hawa watu wengine au hivi vitu vingine vyote vije vicome into place? Tunamuona Hana jinsi ambavyo alishirikiana na Mungu katika maombi, katika kutoa nadhiri, ili kwamba everything come together. Neno la Mungu linasema all things work together for those who love God and who are called for his purpose. Sasa unaona jinsi ambavyo Hana ametumia every circumstance, amemtumia Penina. Je, Hana angekuwa amemgonga Penina kitu, akamuua, akafungwa jela? You see kwamba na sisi tunatakiwa tuparticipate na kusudi la Mungu liweze kutimiwa. Hana angeenda kanisani akamtukana Eli kwa sababu Eli kamuita hivi. Kwa hiyo na sisi tumuombe Mungu sana neema ya kwamba Mungu, naomba unisaidie katika hili niweze kufanya the right thing, niwe right place, nikutane na right people, ni do right, yani niwe right before you and before men. Kingine muhimu ambacho nimekiona, tujifunze sana kutambua na kuona mkono wa Mungu na kumrudishia sifa. Kama alivyosema Sister Jane, kamuita jina lake Samueli akisema kwa kuwa nimemuomba kwa Bwana. Kuna vitu vingi sana tunapokea kwa Mungu, lakini mara nyingi we don't acknowledge God. We don't acknowledge kwamba this thing is from God. It's not me. Naweza nikasema aisema daktari walikuwa na wasingefanya vile, ningekufa. Yani hapo nakaa namsifia daktari mwanzo mwisho. Me not acknowledging it's God who has used them. Kwa sababu Mungu kuna vitu ambavyo
ambavyo anavifanya kupitia watu, sio vitu na mambo mengi Mungu anafanya kupitia watu. God works with men. Kwa hiyo tujifunze ku acknowledge God na kusema no, it's God who has made this possible. Amen. Kingine tumekiona uaminifu wa Elkana. Yani nilivyomsoma Elkana nikasema mbona Elkana ni wale watu ambao ni kwenye Biblia wamefanya mambo makubwa lakini we don't acknowledge them. Hebu mfikirie Elkana angemwambia nani huyu Hana, akaambia nini, unamtoa mtoto ambaye tumemsubiri 19 years unampeleka wapi? Wewe umechanganyikiwa nini? Amwekee ngumu. Na ndio baba mwenye nyumba. Nakumbuka ni enzi hizo, sio kama sasa hivi hata we have a say a little bit. Nikasema haki za binadamu sijui nini, akinizingua naweza nikasema mimi naama nini, nilikuwa nimeshamwaahidi Mungu. Lakini sasa wakati huo mwanamke lazima akae chini ya mwanaume, lakini baba wa watu akakubaliana naye. Umeona, akakwea pamoja na mke wake. Hii imenifundisha jamani, hebu tumuombe Mungu sana 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 aweze kutupa watu ambao wana support our vision. Our vision ni Mungu aliotupa. Kwa sababu sio lazima awe mume, inaweza kuwa ni mtu unayefanya naye biashara, inaweza kuwa ni mwalimu, inaweza kuwa ni mtu yoyote yule. Usipate mtu ambaye anakuambia unafanya nini? Are you crazy? Yani negative. No. Mtu ambaye ukienda ukimwambia this is what I want to do or this is what I want to do for God, na yeye yuko tayari kusupport hiyo ili kwamba uweze ilo kusudi liweze kutibika. Kingine nimeona commitment ya Hana. Jamani, we need to commit kwenye vitu vya Mungu. Vitu vya Mungu vinahitaji commitment. Kitu chochote kile, kumtumikia Mungu kunahitaji commitment. Kutoa kunahitaji commitment. Kufanya nini na kuna nini. Yeye alicommit kwenye ile ahadi Mungu aliyompa. Na wengi, hata mimi binafsi, namuomba Mungu anisamee, anihurumie, kwamba ni vitu vingi sana nilikuwa namwambia Mungu lakini commitment ni ndogo au commitment haikuwepo. Lakini huyu tunamuona jinsi ambavyo akaona hapana, sitaweza kukwea. Kwa maana ninahitaji nimnaniwe mtoto, nitampeleka wakati ambapo utafika. Mungu atusaidie sana. Nyingine ndio hii ya Elkana. Tumuombe Mungu atupe watu katika nani mbalimbali, hata makazini kwetu. Unajua unaweza kuwa kazini kuna kitu unataka kukifanya afu bosi wako ndio wa kwanza kukupinga, au ukikifanya na ni kitu kizuri. Kuna mdada mmoja kanisani kwetu alitoa ushuhuda juzi hapa. Amefanya kazi na kweli hata kanisani we use her a lot kwenye vitu vingi. Yani she's very creative kwenye mambo mengi ya kubadilisha systems na kubadilisha mambo yanavyofanyika. She's really good. Kazini ni hivyo anasema, lakini bosi wake kamwekea kibuti kwa sababu anamuonea wivu kwamba nikimwacha huyu aende kwa speed anayoenda, she will be my boss. Kwa Mungu atusaidie. Lakini kingine katika hili ambalo nimejifunza, moderator naomba kama dakika 5, haifiki 10, dakika 5 chini ya 10. Neno la Mungu linasema Elkana mumewe akamwambia, haya fanya uonavyo vema, ngoja hata utakapomwachisha maziwa. Bwana nalithibitisha neno lako tu. Basi yule mwanamke akangoja, akamnyonyesha mtoto wake hata akamwachisha maziwa. Mimi nimeona huyu mwanamke alikuwa na hekima ya hali ya juu sana, na hekima yake imeonekana jinsi alivyodili na Penina. Kama nilivyosema, ingewezekana mwingine huko ndo pangekuwa na mangumi kila siku au matusi, na angekuwa anatoa, huyu akitoa matusi na atatoa, lakini alidili na nani kwa hekima. Alidili na Elkana kwa hekima mume wake. Wakati mume wake anamwambia usinani, kwani mimi si bora kuliko watoto 10, angeweza na yeye kureact, wewe hata ujali, unasema unanipenda, amna unampenda Penina, sababu Penina na watoto. Yani pangekuwa na hamna amani nyumbani. Lakini angalia jinsi alivyodeal na Eli vile vile. Pale vile vile angeweza kusema maneno mabaya lakini hakusema. Nimejifunza kitu wakati nasoma hii. Nikakumbuka ule mstari wa Luka 2:52. Neno la Mungu linasema naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Kumbe ni hekima ya Mungu ambayo Mungu akitupa hiyo hekima, tunapokuwa katika hiyo hekima ndipo tutakapoweza kumpendeza Mungu na wanadamu. Na tukimwangalia Hana, kweli alimpendeza Mungu kwa sababu she was righteous. Aliwapendeza wanadamu kwa sababu hakuwajibu nani anavyotaka yeye, alijibu sawasawa na hekima ya Mungu. Kwani maombi yangu kwamba Mungu atusaidie, atuongezee
tukue katika hekima, sio katika umri tu. Na celebrate nimekuwa 52, 53, lakini hekima inazidi kwenda chini. Mungu atusaidie sana, hekima yetu izidi. Nyingine ndio hiyo kutoa ahadi. Mimi nimemwangalia Hana nikasema, wengi wetu, hata mimi bwana, ikifika wakati Mungu nimepokea kwa Mungu, naanza kuangalia ile ahadi, naanza kuleta kisingizio cha kila aina. Kama huyu umeona pamesema mtoto alikuwa mdogo, angeweza kusema jamani, mtoto wangu mdogo nampeleka kwa Eli. Alafu wote tunajua Eli alikuwa hana good reputation katika malezi ya watoto. Angeweza kusema hivi, kweli nimpeleke mtoto wangu akakae na Eli kule hekaluni, yule Eli ambaye watoto wake ndio wana misbehave namna ile? Lakini hakufanya hivyo, ni visingizio. Yeye aliliangalia neno alilompa Bwana, kwa sababu anajua Bwana na yeye analiangalia neno lake. Ndio hiyo mhubiri nakwambia wewe, ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Basi uiondoe ulioiweka nadhiri. Kwa hiyo tuiweke nadhiri, tusianze kuleta visingizio. Nyingine, huo mstari wa 25 aliposema mimi ndimi yule, yani imenikumbusha mpaka machozi yametaka kunitoka. Nikakumbuka ule wimbo unaosemaga Savior, kuimba si ujue, inasema the man you saved has come to worship you, the man you healed has come to give you praise. Jamani, ni muhimu wewe urudi tena kwa Mungu, useme mimi ndiye yule niliyekuomba, mimi ndiye yule uliyeniokoa, mimi ndiye yule uliyeniponya, mimi ndiye yule uliyenibariki, mimi ndiyo yule. Hana alikumbuka, akakumbuka hata position yake aliyekuwepo wakati akimuomba Mungu. Anasema, Bwana Mungu wangu, kama ilivyo roho yako, Bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu na wewe hapa nikimuomba Bwana. Bwana, kuna prayers you pray, unaikumbuka siku, yani iko hivi clearly, there's no vivid moment, unakumbuka that day I prayed, that day niliona mkono wa Bwana, that day Mungu alisema nami, that word. Now those are the moments in life ambazo kila siku ukikumbuka, rudi kumshukuru Mungu, kumwambia Mungu, ni mimi ambaye ulisema nami siku fulani, Mungu ni mimi uliyefanya hivi, na naendelea kukushukuru. Kuna kitu kingine ambacho nimekiona mstari wa 27 na 28, jinsi ambavyo pamoja na kuwa mtoto ni mdogo, anasema yule mtoto niliyemuomba mimi nimekuja kumpa Bwana. Jamani, vyote tulivyo navyo ni vya Bwana, na kwa Mungu hakuna cha kupoteza. Unajua, mara nyingi hatumtolei Bwana kwa sababu tunaona kama tunapoteza, lakini kumbe ukimpa Mungu kimoja, Mungu anavile. Mnakumbuka wale katika Mathayo wakati tunasoma Yesu alivyokuwa akitoa vile vipande vingapi, 5 sijui na ngapi vya samaki na mikate, ilikuwa ikitoa, it multiplies the same way inavyokuwa kwa Hana kumpa mtoto, Mungu alimultiply baraka zake. Tutakuja kuona huko sura ya 2 na kuendelea jinsi ambavyo multiplication inafanyika katika Mungu. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa Mungu, tunapotoa ndipo vitu vinapokuwa multiplied and there's no loss. Maisha ya kuabudu, mstari wa 27 na 28 anasema, naliomba nipewe mtoto huyo, Bwana akanipa dua yangu nilivyomuomba. Kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu, wakati wote atakaokuwa hai amepewa na Bwana, naye akamwabudu Bwana huko. Huyu ni Hana, akamwabudu Bwana huko. Ni wangapi wetu tumepokea vitu kwa Bwana, baada ya hapo, baada ya kupokea, maisha yetu ya kuabudu, maisha yetu ya kusifu, maisha yetu ya kushukuru, maisha yetu ya maombi yakaenda chini badala ya kuendelea. Kuabudu is a lifestyle, it's not an event in our life ambayo inafanyika kwa sababu ya uhitaji wetu. We need to ask msaada wa Roho Mtakatifu atusaidie tuweze kuishi maisha ya kuabudu Mungu, kwa sababu neno la Mungu linatuambia ametuumba, au ni wimbo ule unaosema tumeumbwa ili tumwabudu Mungu. Kwa hiyo kwangu mimi leo, kwa kumalizia, nimejifunza mambo mengi sana, lakini naomba chukua hata moja, kwamba mimi na wewe tumeumbwa tumwabudu Mungu. Kwa hiyo tumuombe Mungu atusaidie tuende tukafanye hivyo, na tuendelee hivyo mpaka Kristo atakaporudi atukute tunamwabudu. Mungu awabariki sana. Amen. 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 Ubarikiwe sana na mbarikiwe wote.
na tuna mambo mengi ambayo Mungu ametaka tujifunze. Amen. Ninaamini kama tulivyo Asante sana kwa kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.